Bwana, mchezo wa ligi kusoka Tanzania bara kati ya wenyeji Pamba Tupuisa Linanda umemalizika kwa Simba Sports ambao ni wageni kuibuka na ushindi mabao 2-1. Bao la Anise Ura pamoja na Clatous Chota Chama yalitosha kuipa alama 3 nyingine tena timu ya Simba Sports katika michezo ya ugenini miwili mtawalia ambayo wamecheza. Bado mimi nakwambia wewe endelea kusubscribe, kulike na kucomment bila kusahau kushare kile ambacho unakitazama hapa kwenye On Sports TZ. Mara baada ya mchezo tumezungumza na mwenyekiti kwa upande wa bodi ya wakurugenzi katika klabu ya Simba Sports, Crescens Magori. Hapa anazungumzia mchezo huo, lakini pia amesema kuwa wako tayari sasa kuiandikia barua TFF pamoja na bodi ya ligi kuzungumzia video support kwa maana ya VS kwa kile ambacho wamekiona ni kama tu kuna uonevu fulani hivi wamefanyiwa kwenye mchezo huo dhidi ya Pamba. Utakumbuka Simba kwenye mchezo huo walipata kadi nyekundu, lakini pia Pamba walifanikiwa kupata mkwaju wa penalty kupitia kile ambacho VS ama video support kimeweza kuwanufaisha. Msikize Magoli hapa ambacho amekizungumza. Ushindi alama 6 tulipote Bukoba, tukote hapo Mwanza mmeokota alama 6. Tunazungumziaje mchezo huu na hizo pointi 6 mlizopata? Tunashukuru kwa sababu mechi kwa ngumu. Tulipata mchezaji mmoja pungufu kipindi cha kwanza, kwa hiyo ikabadilisha namna mechi itakavyokuwa. Tulikuwa tumedominate, ile kadi nyekundu kidogo ikatuharibia mchezo, lakini ndio mpira, vijana wanapambana mpaka mwisho. Nashukuru mpaka point 3. Mfumo kidogo unakuwa kama una pressure. Kuna matukio maamuzi yaoni, lakini akienda kwenye video anatoa maamuzi. Kuna vitu tumeviobserve kama klabu, tutaandika kwa bodi ya ligi kwenye hii system mpya ya video support. Tutatoa mapendekezo yetu kwamba kuna vitu fulani lakini inabidi viboreshwe zaidi kwenye mfumo huu. Kwa hiyo tutaandikia watu wa ligi na tutatoa maoni yetu jinsi ya kufanya bora zaidi kuliko hivi sasa. Siwezi kusema, tutaandika kwenye barua yetu. Lakini yote kwa yote Simba mechi mbili kwenye ligi unaionaje, na wewe ndo mkuu? Inazidi kwa sababu mechi mbili zote tumepata red card, lakini tumepata pointi 6 ugenini. Ni mwanzo mzuri, hatuwezi kulalamika wala hatuwezi kulaumu. Ni mwanzo mzuri, na wasi wanachama wapenzi wa Simba wao na timu yao, mapambano makubwa zaidi. Pre-season ilikuwa fupi, kwa hiyo siku tunapokwenda timu inazidi kwenda juu, inaongeza utimamu wa mwili, inazidi kwenda juu. Hapo kwenye wanachama ambao wamesema unawazidi kupenda timu yao, kuna chokochoko za hapa pale, kelele za hapa na pale, unawaambia nini? Hayo yote ni mapito tu, yanapita na tutabakia salama. Tunakwenda Singida kucheza na Singida Black Stars. Singida hakuwa salama sana kweli, mechi ngumu. Hakuna mechi ya wewe ambayo ni rahisi, na Singida ni timu kubwa, ilikuwa namba 4 mwaka jana, mwaka juzi. Kwa tunategemea mechi ngumu zaidi, lakini tutapambana kutafuta pointi 3. Shukrani sana. Asante. Wakati Magori akizungumza hayo, msikilize na kumtazama meneja wa kikosi cha Pamba, naye hapa anazungumzia kile ambacho kimetokea, lakini kubwa zaidi ni kipigo alichokipata dhidi ya Simba, ikiwa ni mchezo wa pili huu wakiwa wana alama 1 pekee, kwa sababu mchezo wa kwanza dhidi ya Dodoma Jiji ulienda sare ya bao 1-1. Huyu hapa meneja wa Pamba. Of course bado tuna safari ambapo leo tumepoteza mchezo ambao ni mmoja mchezo muhimu sana kwetu, ambapo kwa mwenendo huu kuna kitu tunatakiwa tukifanya hasa kwa timu yetu ya Pamba, kwa sababu ukiangalia timu bado kuna sehemu ambayo inatakiwa kuongeza nguvu ili kuhakikisha kwamba inakaa vizuri zaidi, kwa sababu hizi mechi za kwanza ndio mechi za kujivunia au za kuvuna. Kwa hiyo ili tuamini matokeo ya leo ni moja ya sehemu ambayo inatuhatarisha sisi katika nafasi zetu. Kwa hiyo ligi bado, lakini mwanzoni ndio sehemu nzuri ya kuvuna. Kwa hiyo tuna kazi ya kufanya. Cha muhimu nimeongea hapa na viongozi kueleza jinsi gani ya kuweza kuweka mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba timu inarudi katika hali yake na kuhakikisha kwamba inapata matokeo, hasa hizi michezo ya nyumbani. Hatutaangalia hii ligi, ni ligi kubwa, ni ligi kuu. Kila timu unaocheza nayo ni ya level yako, kwa sababu mko kwenye ligi moja. Kwa hiyo huwezi kusema tu kwa sababu nacheza na huyu mkubwa nikipoteza sawa, hapana.
unapaswa ushinde katika michezo yako, hasa mechi zako za nyumbani. Tumia uwanja wako nyumbani vizuri ili kuhakikisha kwamba unajiweka salama zaidi. Kwa hiyo kwenye hili kwetu sisi tumeumia, kwa hiyo kwa sababu tumepoteza nyumbani, na lazima tuweke mikakati mizuri kuhakikisha kwamba uwanja wa nyumbani tunautumia vizuri katika michezo yetu. Sio timu yetu tu, sio Pamba tu, nazungumzia Geita Gold, nazungumzia Kagera Sugar. Ni vizuri tukahakikisha kwamba tunaweka mikakati ya kuhakikisha mechi za nyumbani tunashinda ili kuweza kuwa salama zaidi katika mashindano. Na labda mipango yako ni ipi sasa, labda kwa sababu umehitaji Kagera Sugar, Geita najua uko karibu nayo sana, lakini leo uko na Pamba, unafanya mikakati gani kuhakikisha kwamba maoni yako na mchango wako unafika kote? Tumekubaliana kama na wenzangu hapa kukutana kuangalia nini tunaweza tukafanya kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Hilo ndio jambo kubwa. Tunapokuwa kwenye wingi tukaongea kwa pamoja, hatuwezi tukakosa njia ya kupita. Na mimi tutapata, ndio na mimi mwisho wa siku tutafanya vizuri. Baada ya hapo, kocha wa Pamba Francis Baraza hapa anazungumza kipi ambacho kimesababisha timu yake kuweza kupoteza kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports kwa mabao 2-1, ambapo hapa anazungumzia ubora wa Simba Sports, lakini pia kile ambacho kimewaangusha wao kwenye mchezo huo. Pili, tutapongeza vijana timu zote mbili. Mwanzo zaidi tutapatia vijana wangu pongezi, maana wameonyesha ubabe. Ndio tumepoteza mchezo, lakini kitu muhimu nilikuwa najaribu kuangalia ni timu yangu inacheza vipi. Kipindi cha kwanza tumeanza na mfumo wa 1-4-4-2. Tumekonsidi goli mbili ambao unaweza sema za kizembe. Unaona, goli ya kwanza kona imekuwa foul, nafikiri mpira uliotengwa. Then unakuja vijana wangu wanafanya maki instead ya kuziba hizo spaces ambao wametumia goli la kwanza. Goli la pili nasema pia ni mzembe, maanake mpira unatoka almost mita karibu 70 unakuja vijana wangu hawajafika. So naweza kuwa napongeza Simba, maanake wametumia hizo chances zao vizuri. Second half vijana wangu nasema kuwa baada ya red card ile nimewambia kidogo tusukume tucheze mpira wetu ule wa Pamba, na wamefanya vizuri kuweza kusukuma mpaka tukawazawadia. Nafikiri tunapata penalty na nafikiri ilikuwa zaidi na kupata nyingine, lakini referee tumwachie kazi yake. Kitu nitasema kuwa Simba block yao wameblock vizuri, wamezawadiwa, wamepata pointi tatu. Ni wapi ambapo kipindi cha kwanza nafikiri ilikuwa pia nafikiri ni mfumo, maanake ukijaribu kuangalia vijana wangu always huwa najaribu. Mechi ya kwanza tumecheza na Dodoma Jiji, niliangalia fitness level ya wachezaji wengine, ambapo mchezaji mmoja amefanya mazoezi siku 2 amecheza mechi ile. So niliona kuwa kuna udhaifu kidogo kwa wachezaji, some of the players hata wamekaa sana bila kufanya mazoezi na timu, na ukiangalia leseni pia zilikuwa zipo kwa wachezaji. So napongeza sana mwanzo, napongeza sana viongozi wangu, wamenisaidia kazi imekuwa kidogo rahisi kwa leo. Ndio sio leseni zote zimetoka, nasema wamefanya vizuri zaidi kuweza kuona wachezaji wengine pia uwezo wao. Next match najua ni mechi ngumu bado tunakwenda, so tutajaribu kupambana na kuweza kuona tunatoka na pointi 3 pia ugenini. Sasa ikafika zamu ya wasemaji. Ahmed Ali ambaye ni meneja habari mkuu na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports hapa anatamba ushindi ambao ameupata, lakini pia anamsifia Libase Geye kutokana na kile bora ambacho amekifanya kwenye mchezo huo. Lakini pia Moses William ambaye pia ni msemaji wa Pamba, maafisa habari wa klabu ya Pamba, hapa naye yeye pia atazungumzia kipi ambacho kimesababisha wao kupoteza mchezo dhidi ya Simba Sports, mchezo huo ambao walionekana waliukwamia kuweza kupata matokeo. Haijakuwa rahisi. Nilivyoona Pamba wamevaa jezi oversize nikajua tutawafunga tu. Kwa hiyo tumewafunga vizuri kabisa kwa ugumu wa hali ya juu. Wamepambana walivyoweza kupambana, wamejitahidi walivyoweza kujitahidi, lakini mwisho wa siku
quality ikaamua. Ubora wa wachezaji wa Simba dhidi ya ubora wa wachezaji wa Pamba ikaamua. Ubora wa benchi la ufundi la Simba dhidi ya ubora wa benchi la ufundi la Pamba likaamua matokeo. Ilikuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia mechi ya Kagera Sugar, ukiangalia mechi ya ngumu, zote zimekuwa ni mechi jiwe kweli kweli, lakini concentration ya wachezaji wetu, ubora wa timu yetu, tumefanikiwa kuondoka na alama 3 hapa Mwanza. Sisi kwetu ni jambo la furaha na faraja kweli kweli. Tuliwekeza nguvu kubwa kushinda mechi ya leo kwa sababu kwanza tulitaka kufuta makosa ya msimu uliopita. Msimu uliopita hapa tuliambulia sare ya bao 1-1, sare ambayo iko hapa confidence Pamba, sare ambayo Pamba wakaona kama wanaiweza Simba, wakajiaminisha. Sasa leo ilikuwa ni muhimu mno tumfunge Pamba ili kuiondoa hiyo confidence ambayo tayari ilikuwa imeshaanza kujibuild kwenye mioyo yao. Lakini yale maeneo ambayo msimu uliopita tulikwama, aidha kwa kupoteza ama kwa kutoka sare, kampeni yetu msimu huu ni kutopoteza against hao wapinzani. Kwa hiyo tulipoteza dhidi ya Pamba msimu uliopita. Msimu huu tukasema iwe iwavyo, lazima tukafute yale makosa, twendeni tukapate ushindi. Vijana wameingia uwanjani, wamepigana kiume na hatimaye tupate ushindi. Na nikwambie kitu kimoja Abdulmajid, wachezaji wetu kama wakiongeza umakini kwenye eneo la ushambuliaji, mechi hii ya leo tulikuwa na uwezo wa kufunga magoli 4, 5 mpaka 6. Kipindi cha kwanza tukiwa kwenye utimamu wa hali ya juu. Tulifika mara nyingi kwa Pamba, tulimshambulia sana, tulikuwa kwenye ubora wa hali ya juu, lakini tukatumia nafasi chache kupata magoli 2 na nyingine tukazipoteza. Kwa hiyo tukiendelea kuboresha eneo la mbele, kuna hatari huko mbele watu wakaja tukawafanya vibaya kweli kweli. Ni basi game moto wake msimu uliopita aliingia dirisha dogo, lakini msimu huu ameanza pamoja mechi 2. Leo amekuwa mchezaji bora. Kama mnakumbuka vizuri kwenye Simba Day nilisema kama unadhani Libase Geye amecheza vizuri msimu uliopita ama ameonyesha kiwango kizuri msimu uliopita, ulikuwa unajidanganya. Really Libase Geye tutaanza kumuona msimu huu. Kiwango halisi cha Libase Geye tutaanza kukiona msimu huu. Libase Geye mwenyewe hasa mwenyewe wa Senegal tutaanza kumuona msimu huu. Na bila shaka meshaanza kumuona. Huu ndo Libase Geye. Lakini ndo kwanza yupo kwenye 2% ama 3 za ubora wake. Anatafuta 98 ambazo akifika hapo watu maji wataita mpaka sasa ndio mchezaji ambaye anashikilia hii rekodi ya kuwa mchezaji bora kwenye mechi 2 mtawalia na mechi za ugenini, kumbuka. Lakini kama haitoshi, katika magoli 4 ambayo Simba tumefunga, Libase Geye amehusika kwenye magoli yote 4. Hii ni performance ya hali ya juu kweli kweli. Libase Geye alinde, Libase Geye aendelee kupewa support, ana uwezo wa kutufikisha Simba kwenye nchi ya ahadi. Mechi 2 kadi nyekundu 2. Hii ni kitu ambayo inakera na kuumiza kidogo, na haistahili kuwa rekodi ya Simba, mechi 2 kadi 2 nyekundu. Hii ni jambo ambalo viongozi tunapaswa kulikemea vikali kupitia benchi la ufundi kwenda kwa wachezaji wao. Haiwezekani kwenye mechi 2 ukapata kadi nyekundu against Kagera, against Pamba, mechi ambazo hazina intensity ya kutisha sana, mechi ambayo haujazidiwa. Na ukiangalia aina ya makosa ambayo tumefanya sio makosa ya kimpira, sio makosa na wala sio michezo ya kiungwana. Faulu ya kwanza kule Kagera, mtu ameruka juu namna hii. That's not football. Leo unakwenda kupiga kiweko. Huu hauwezi kuwa mpira. Tunawapenda wachezaji wetu, lakini unapofika muda wa kuzungumziana ukweli kwa maslahi ya Simba, ni vyema tukazungumziana ukweli. Makosa wanayoyafanya hayana faida hata kidogo kwa timu. Wewe unafahamu mpira. Kuna kosa unaweza kulifanya ukasema lile kosa kwa ajili ya timu. Lakini haya makosa ambayo sisi tumeyafanya na kutupa kadi nyekundu sio makosa kwa ajili ya timu.
hakukuwa na hatari yoyote pale katikati, umekwenda kupiga kiwiko. Lakini lazima wachezaji watambue ya kwamba mambo yamebadilika. Unaweza ukamdanganya mwamuzi, sawa, na mwamuzi kweli hakuona, lakini kuna video support inakuja na kuumbua, unapata kadi. Ukipata kadi kwanza unawatesa wenzio, wanalazimika kucheza nafasi yako, lakini pili unaigharimu timu. Leo tulikuwa na uwezo wa kumfunga Pamba si chini ya magoli 4, magoli 5 mpaka magoli 7, alikuwa ashaelekea kibla kipindi cha kwanza, lakini baada ya kadi ya Jabbar unaona tempo ya timu ikawa imepungua na Pamba wakawa wanakuja na hatimaye wakapata kagoli kamoja. Kwa hiyo lazima ili jambo tuliangalie kwa makini. Tucheze mpira kistaarabu, kuepuka makosa kama haya ambayo yanagharimu timu yetu. Moses William, mechi imekwisha, mmepoteza goli 2-1, lakini ilikuwa mechi nzuri yenye ushindani. Dakika za mwisho nimeona kama Simba wanaomba mechi ishe. Tuanzie hapo. Siwezi kuwasemea, lakini tunajilinda. Unaweza ukatoa comment hapa yakawa mambo mengine. Kwa hiyo uzuri dakika 90 za leo kila mtu ameziona, kila mtu, mamlaka, sijui mashabiki, wote wameziona dakika 90 za leo. Kwa hiyo sihitaji kuweka comment yoyote kuhusiana na dakika 90. Sisi kama klabu ya Pamba Jiji tumepoteza mchezo wa leo kwa kufungwa magoli 2-1. Hiyo ndio statement yetu, inaishia hapo. Tumefungwaje? Tulikosea wapi? Ilikuwaje? Hayo saizi hayawezi kutusaidia chochote. Kwa hiyo lakini tumefungwa, tunajipanga kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Lakini narudia tena, dakika 90 za leo watu wote wanaohusika na mpira wameziona. Kwa hiyo mimi naishia hapo. Moses, mmepata mkwaju wa penalty. Moses, mchezaji wa Simba akaonyeshwa kadi nyekundu, na hayo matukio mawili yote mwamuzi ya kuyaona. Video support ndio imesaidia hayo matukio kuamuliwa. Hapo bado unaona kama kuna Narudia, sitaki kuweka comment yoyote Majidi. Naona unanitafuta. Kama umeiangalia mechi. Nimeangalia. Kama umeiangalia, wewe utaelewa kila ambacho nakisema, lakini sitaki kuweka comment yoyote ndugu yangu Majidi. Pamba bado naipenda, hiki ambacho nakifanya naendelea kukipenda. Kwa hiyo sitaki kuongeza chochote. Kwa hiyo hiki ambacho umekisema wewe ndio maoni yako, na kila ambacho umekiona. Kama ulihisi ndio kimetosha hapo, well and good, sisi tumepokea, maisha mengine yanaenda. Lakini si ligi si ndio hii? Ndio. Na timu yao si ndio hii? Ndio. Na yakoto si ndio hii? Ndio. Na watu si watakuwa wanasimamia sheria 17 za soka. Ndio. Sawa, tuendelee kusubiri. Wala usiwe na shida Maji. Kwa hiyo sisi tumefungwa leo. Pamba Jiji mbona kinyonge? Sijakuzoea Moses William. Sijakuzoea hivyo wewe Moses. Kuna wakati mwingine unafungwa lakini wewe unazungumza. Sasa ndo nimezungumza, sisi Pamba Jiji tumefungwa. Ila tumefungwaje na mazingira mengine siwezi kuzungumza kwa sababu mbalimbali. Tuishie hapa ndugu yangu Maji. Lakini timu yako umeitazamaje hizi mechi 2 za ligi kuu? Timu yangu nilikuahidi kwamba timu mimi ipo, ninayo. Kwa kila mtu ameona kile ambacho niko nayo. First half tulivyocheza, second half tulivyokuja kuingia, angalia mabadiliko ambayo yalifanyika. Kwa hiyo ni mambo mengine tu ambayo yamepelekea, ambayo siwezi kuyazungumza, lakini tunaamini michezo ambayo inafuata tutafanya vizuri zaidi. Bado mwana michezo, ninakukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, bila kusahau kushare taarifa kubwa za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe mwana michezo, like, comments, bila kusahau kushare kile kikubwa cha kimichezo ambacho kinatokea hapa na nje ya mipaka ya Tanzania.